Sasa kuna watu ambao wana kilio kikubwa sana. Wananiambia, daktari bwana, mimi ninajikuta natoa vitu vyeupe ambavyo vinakuwa vinatoa harufu sana. Kila baada ya muda fulani, miezi miwili, miezi mitatu, ninapata hiyo changamoto. Sasa leo nataka nikwambie vile ni vitu gani na vinasababishwa na nini na namna gani unatakiwa ufanye ili kuviondoa. Kabla ya yote ni follow, lakini hakikisha umeshare video hii kwa ndugu yako ili naye apate ujumbe huu. Sasa iko hivi, kwenye kinywa chetu kuna kitu kinaitwa tonsils. Watu wengi wanapenda kuita tonsils. Sasa zile tonsils ni kwamba ziko pale sio kwa bahati mbaya. Zina kazi yake nzuri tu na maalum sana. Sasa zile tonsils zetu ni kwamba huwa zinakuwa na vipocket. Na vile vipocket huwa ni vya asili kabisa, vinakuwepo. Kazi ya ile tonsil pocket au vile vipocket ambavyo vinakuwa kwenye zile tonsils ni kwamba wenyewe vinatakiwa vikae pale na kwa ajili ya ulinzi. Sasa inapotokea kwamba kiasili tu mtu anazaliwa ana zile pocket ndefu, na hiki ndicho kinachotokea kwamba wale watu ambao huwa vinatoka mara kwa mara ni kwamba unakuwa una tonsi zenye tonsi zako zinakuwa na pocket ndefu. Sasa ile pocket inapokuwa ni ndefu, unajikuta kwamba ukila chakula kinajaa pale. Kwa hiyo chakula kikikaa mle, maana yake bakteria wanashambulia sehemu ile. Kwa nini? Kwa sababu bakteria wako ndani ya midomo yetu na hawana shida kabisa. Sasa wanapokuwa wameenda kule, wao kazi yao ni kula tu. Sasa wanapokuwa wanakula ni kwamba wanasababisha infection. Sasa ile infection mwili unaanza kupambana. Kwa katika kupambana ni kwamba ile sehemu vikishakufa vile bakteria na nini, mwisho wa siku kinatengenezeka kitu kama kijiwe. Kwa kile kijiwe kidogo cheupe ndicho kinatolewa sasa na mwili kama taka mwili. Kwa hiyo ile pale inaitwa tonsil stone au vijiwe vya tonsil. Kwa hivyo vinapokuwa vimetoka, maana yake ujue kwamba ni uchafu ambao umetolewa na mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu haukutakiwa kuwepo. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni nini? Ni kwamba ukiona vinatokea mara kwa mara, basi ujue tonsil pocket zako ni ndefu.